Nikiwa kwenye maandalizi ya video ya jinsi ya kufanya mapenzi usiku kucha, ninapenda nitoe utangulizi. Kuna watu wengi sana wamejenga hali ya mazoeano ndani ya mahusiano yao ya kimapenzi, kiasi ambacho wameshindwa kutafuta vitu tofauti tofauti vya kuendelea kuboresha ladha ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana au nguzo muhimu sana kwa watu wawili wanaopendana. Asilimia kubwa ya watu wanafanya mapenzi ambayo hayachukui muda zaidi ya dakika 15. Inasikitisha sana sana, maana watu wengi wanalalamika kwamba wanaume hawatulii na mwanamke mmoja, wanawake wanapenda pesa. Kuna mambo ya muhimu ambayo yanahitajika ili kuweza kutengeneza mshikamano wa kihisia kati ya mwanaume na mwanamke. Tafiti za kisayansi zinathibitisha kabisa kwamba watu ambao wanafanya mapenzi kwa muda mrefu, ndoa zao zinakuwa zimejaa furaha na zinadumu. Hii inatokana na kwamba kuna kichocheo muhimu sana kinachosababisha mtu akupendelee wewe aliyekuzoea badala ya mtu mgeni au mtu tofauti. Kichocheo hicho kinaitwa oxytocin. Kichocheo hicho kilifanywa utafiti wa kutosha. Mwanaume aliwekwa na mke wake, alafu akapuliziwa kichocheo hiki cha oxytocin puani. Kwa hiyo wanaume 200 wakafanyiwa hivyo, alafu wanaume wengine 200 wakafanyiwa hivyo. Wanaume 200 walifanyiwa hivyo, wanaume 200 hawakufanyiwa hivyo. Yani wanaume 200 wakiwa na wake zao walipuliziwa kichocheo hicho cha oxytocin, alafu wanaume 200 hawakupuliziwa kichocheo hicho. Sasa wale ambao walikuwa wamepuliziwa kichocheo hicho cha oxytocin, alipojitokeza mwanamke mmoja mzuri, mwenye mapaja mazuri, hips nzuri, sura nzuri, rangi nzuri, amevaa kimini, wale ambao walipuliziwa kichocheo kile cha oxytocin hawakuhangaika mioyo yao. Waliendelea mazungumzo na wake zao au na wapenzi wao bila kujali kwamba kuna dada mzuri ambao ameingia katika eneo lile. Wakati wale ambao hawakupuliziwa kichocheo hicho cha oxytocin, mwanamke mgeni alipokuja mzuri, mwanaume yule alianza kuhangaika kutafuta nafasi ya kutaka kuongea na yule mdada mpya. Yani kwa maneno mengine alitamani kwamba hata mke wake aondoke pale ili awe huru kuongea na yule dada ambaye amekuja. Na sio hilo peke yake. Tafiti nyingine ambazo zimefanyika kwa watoto yatima, watoto ambao walikumbatiwa na kupakatwa kwa muda mrefu, walikuwa hawaugui kwa urahisi, na hivyo walikuwa hawafi kwa urahisi. Yani kinga ya miili yao iliongezeka kwa sababu ya mgusano wa ngozi. Kunapokuwepo na mgusano wa kutosha wa ngozi kwa ngozi, inaongezea vile vile uwezo wa mwili kujikinga na maradhi. Kuna faida nyingi sana za watu kufanya tendo la ndoa, na tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba ndani ya ndoa, iwapo siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya mapenzi, ndoa hiyo inaelekea kaburini. Sasa shida iliyopo ni kwamba watu wengi, ili mradi wanaona mwanaume amekojoa, wanaona kwamba imetosha sana. Kuna viwango vya kufika kileleni kwa mwanamke na hata kwa mwanaume. Wewe mwanaume anafika kileleni, hatoi miguno, hakuna kelele aina yoyote ile, wewe unaona ni sawa tu. Na wewe mwanamke anafika kileleni lakini wala hatikisiki sana, wala haonyeshi mshtuko sana, wewe unaona ni sawa tu. Sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye
alishawahi kutembea na wanaume wawili au wanawake wawili kabla yako wewe, lazima kutakuwepo na vitu ambavyo atavilinganisha. Sasa kusipokuwepo na ladha tofauti na ile ambayo nilikutana nayo kwa Zaina, kwako wewe Ashura, nitapata shida sana kufurahia tendo la ndoa na kutamani kuendelea kubaki na wewe peke yako. Nakutana na kesi nyingi sana za wanaume ambao wanasema kwa mke wangu naishia goli moja, ila nikienda mchepukoni magoli mawili, matatu au manne. Sasa hali hiyo haipendezi. Ni muhimu sana kwa mwanaume afahamu kwamba maandalizi kwa mwanamke kabla ya kuingiliwa ni muhimu sana. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake na kila eneo lina ufundi wake. Ukifahamu jinsi ya kumwandaa mwanamke vizuri, mwanamke atafika kileleni kwa mshindo mkubwa sana. Na mwanamke naye vile vile anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na mbwembwe zake. Hali hii inaleta burudani kubwa sana kwa sababu kwa kawaida ili mchezo uweze kunoga lazima timu mbili zishindane. Yanga na Simba wanashindana, ndio mchezo unanoga. Yanga na Yanga wakicheza tu peke yake hakuna utamu. Kwa hiyo mwanamke lazima awe na vitu vya kufanya vingi na mwanaume naye awe na vitu vya kufanya vingi. Hebu fikiria, upewe mtihani wenye maswali 14, wewe ukajibu 4. Utafaulu mtihani huo? Utafaulu mtihani huo? Kwa nini sasa umeridhika na kufahamu mambo 4 tu wakati kuna mambo 14? Hili ni jambo ambalo unapaswa ulifanyie kazi. Sasa kuna vitu vingi sana vya kufanya ili kusababisha tendo la ndoa lifanyike kwa muda mrefu sana. Kuna video mbalimbali ambazo nimewatumia watu ambao zimeleta ushuhuda mzuri sana kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Lakini sio hilo peke yake, vile vile kwa mwanaume ambaye anaishia goli moja aweze kurudia goli la pili, hiyo ni shida vile vile. Inapasa mwanamke ajue jinsi gani ya kumsaidia mwanaume arudie goli la pili, la tatu au la 4. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Napenda nirudie hilo. Mwanaume anayeishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unahitaji mbinu mbalimbali za kuhakikisha unaweza ukarudia mara 2, mara 3 au mara 4. Sasa mwanaume anayeishia goli moja asije akashangaa vile vile maumbile yake yakapungua ukubwa. Sawa, maumbile yako yanaweza yakapungua ukubwa kutokana na kuwa na mwanaume mwenye matatizo ya kuwahi kumaliza alafu anaishia goli moja, tukikuta uume unapungua ukubwa. Na mbaya zaidi, 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Hali hiyo haipendezi. Hebu fikiria, kuna watu ambao walishawahi kufanya mapenzi zaidi ya masaa 3, 4, 5, hata 6 ndani ya usiku mmoja. Huyu umekutana naye wewe ambaye huwezi kutembea hata saa moja likaisha, wakati alishawahi kufanya mapenzi masaa 4, 3. Lazima atakumbuka kama kuna mtu mmoja alinifikisha kileleni mara nyingi zaidi kuliko huyu. Sasa hili lisipofanyiwa kazi litaleta shida sana kwenye mahusiano yako. Naomba tuwasiliane niweze kusaidia, na kuna video kubwa ambayo nitaiweka kwenye YouTube. Hiyo inakuja hivi karibuni na tayari nimeshaiandaa, ni swala la muda tu kuweza kuliweka mtandaoni. Kwa hiyo maelekezo mengi utayapata kwenye channel yangu ya YouTube. Hapa TikTok utaweza kupata vitu vingi sana kuliko hapa kwenye YouTube. Karibu sana.